Yes, bado niko hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa hapa nje ambapo mashabiki wanajikusanya kwa ajili ya kufanya utaratibu mwingine. Niko na mzee wa Utopolo, shabiki wa Young Africans. Wenyewe Yanga leo inaonekana kama mnajiamini sana sasa. Tunajiamini kutokana kwanza tuna wachezaji bora, kwanza mashabiki tuko bora, kwanza tunajiamini timu yetu iko vizuri, pamoja na uongozi uko vizuri, benchi zima kwanza wako vizuri. Na ndio maana ukiangalia tangia ligi kuu ianze, hujawahi kuona kwenye mechi za Yanga refari akaondoka na Stewart uwanjani. Ukiona timu imecheza uwanjani, alafu marefari akaondolewa na Stewart, ujue refari huyo hajatenda haki kwenye timu pinzani kwa anacheza na watoto wa Mode. Na hisi kwenye mechi za watoto wa Mode, nyenye mashuhuda, mnashuhudiaga baada ya dakika 90 kuisha, utakuta marefari wanaondolewa na Stewart. Alafu kwenye mechi zetu ukiangalia dakika 90 waga zikiongezeka labda 3, 4, mpira pia umeisha watu wanaondoka. Lakini kwenye mechi za watoto wa Mode inakwendaga mpaka dakika 140. Sasa ligi kuu inakwenda dakika 140, imekuwa finali hiyo. Na ndio maana sisi ukiangalia sasa kuelekea mechi hii tunajiamini kweli kweli. Na ndio maana ukiangalia hata ujaji, unaona mashabiki wa Yanga tunakuja kwa kujiamini kweli kweli. Watoto wa Mode hapa wanakuja kama mtu alioshurutishwa vile. Kwa hiyo tunasema naam, lazima waje. Kwa sababu angalia mpaka jana wamegomea press. Kwa hiyo ni matoto matukutu. Angalia kwenye mazoezi, maana tarehe 8 nyenye mashuhuda walisema wamezuiliwa kufanya mazoezi Benjamin Mkapa. Jana hawajaje kufanya mazoezi, wamezuiliwa na nani? Kwa ni matoto matukutu. Kwa hiyo sasa hawa watoto leo wataka sitaka atacheza hata kwa bakola. Ndio maana unaona niko na bakola. Kumbe bakola ni kwa ajili ya kuachapa au? Wataka sitaka atacheza hata kwa bakola. Kwa sababu hawa ni matoto matukutu. Kwa sababu mpaka sasa hivi Tanzania tulishageuka kwa kama kituko. Hebu angalia mpaka sasa hivi wamewapa nani Wizara ya Michezo. Wamewapa gharama kwenda kuleta marefari. Na hii yote kutokana na nini? Toto la Mode nilitukutu. Kwa sababu mtoto wa Mode, yani hawa bodi ya ligi kwanza, wangekuwa na msimamo kama alivyoonyesha leo, hiyo tarehe 8 mtoto wa Mode angekuja. Tunaona tangia juzi walivyokuwa wanatishana nasema hawaji. Mpaka jana mpaka leo asubuhi walikuwa wanasema hawaji. Lakini sasa hivi walivyoona bodi ya ligi wako serious. Na jana alitangaza rasmi kwamba kombe litakuwepo uwanjani na marefari wale wanaitwa kamati ya roho mbaya. Asiyekuja, atakayekuja anachukua pointi 3 muhimu, asiyekuja nyundo linamuhusu kule. Hata mtoto wa Mode alivyoona bodi ya ligi wako serious. Na sikawa ameposti kibarua chao, wanasema anakuja. Na sisi tunasema naam, karibu. Sema tutakuwepo. Nasema karibu kiumeni. Na mimi ndugu yangu kwanza nisingekuwa na nitangaze kombe la Golden NF bila kumgaragaza mtoto wa Mode. Nitakuwa nimgaragaze mtoto wa Mode. Wakati sisi tunanyanyua kombe la Golden NF pale, mimi nitateremka pale chini na kwenda kuwakabidhi makombe. Unaona makombe yao? Ndio makombe yao ya msimu ndio makombe yao 2024-25. Ndio makombe yao. Kombe la Golden NF unakwendaje kuchukua kombe la Golden NF na mchezaji wa mkopo Mpanzu? Why? Kwa makombe yao ya msimu haya. Mimi na roho nzuri, mimi nikifa sioze. Mimi rais wa Tanzania sina mbambamba. Mtoto wa Mode mwambie makombe yake. Lakini kombe nyenye waandishi habari mtakuwa mashuhuda. Kaka mimi naona 5. Baba kwenye mechi 2 wewe mwenyewe ulikuwa shuhuda. Nimepiga watu ambao wapo kwenye msimamo wa ligi wanapiga chafya ambao Tanzania Prisons na wale na Dodoma Jiji. Lakini mtoto wa Mode kwenye mechi 2 ameenda kucheza na wale ambao wapigi hata chafya kwenye msimamo wa ligi. Hebu angalia Ken Gold yule. Yupo mabonde kuinama apige hata chafya, kashajifia. Yule nani Kagera? Kashajifia hata kwenye msimamo wa ligi apigi chafya. Anaenda kushinda kigoli kimoja. Alafu ana timu. Angalia mimi kwenye mechi zangu 2. Mechi 2, goli 10. Yeye mwenyewe ogopi. Bwana wao walikuwa wanasema wanakutamani sana. Inawezekana wewe uchukue ubingwa bila kumkaba na Mpanzu, na Mpanzu leo atakuwepo saa 11. Kwanza huyo Mpanzu ambao unamzungumzia nikiangalia katika mechi 2. Hebu mtajie mechi gani low focus. Mimi namuonaga katika mechi zote anazulula tuko na kaptua ndani. Ila mimi ambao namuonea huruma pale Kagoma. Leo mimi naona dakika ya 20-22. Naona anakwenda kula umeme, kadi nyekundu. Wale kamati ya roho mbaya, yani marefari, hawacheki na mtu. Yani ukisikia kwamba leo hawacheki na wote ndio leo. Sasa huyo Mpanzu, lete Debora saa 11 ndio tutakwenda kusomeka. Kwanza sisi tulikuwa tumewaandalia spana za kufa mtu. Na hizi spana kwa nasema tutamdondoshea nani? Kwa sababu mtoto wa Mudi nyenyewe mashuhura. Wenzake nikiwadufuaga 5 kule, utasikia Yanga anapiga wadhamini wake. Ambao wanasema wamedhaminiwa na nani wale una timu kuhusika? Wamedhaminiwa na GSM. Sasa tulikuwa wanasema njoo ambao hajadhaminiwa na GSM. Sasa madam washaku wanasema anakuja. Lete Debora, lete Mpanzu baba. Mpira unakwenda kumpigia huko ndani. Mpira uinome, mpira uyangasule. Bwana kipigo mpaka saa 1. Mimi naona benchi la ufundi la watoto mmoja litokuwepo. Hawatokuwepo. Tunalisambaratisha, watu wataondoka na kimpinyiko kwenda kwao. Kaka nakwenda kumdondoshia kipigo mimi kaka, mchizi soka nimeshakamilika. Yaani leo nimeota mtoto mmoja anakwenda kula 5 zingine. Yaani kwenye 5 hapo usiniulize kabisa kaka. Sisi ni wakali wa kazi wa 5. Makombe. Kwa amecheza na Berekana amegongwa mbele ya rais, wakasema kwamba na Beru wanasema walikwenda na msemo gani wanakwambia tunalibeba.
baba na mimi nikamwambia labda mbebe ujauzito. Wale pale. Hawana hata kombe. Na ndugu zangu waandishi wa habari, mkimwona mtoto wa Mudi yuko na kombe la msimu 2025, mkionapo na kombe lolote, toeni taarifa kituo cha polisi. Hana kombe la kwenda kulibeba. Mimi katika 2024 nina finali kama 4 hivi. Sio unaelewana? Alafu makombe ambao mimi nayabebaga mtoto Mudi anayatazama. Ngao ya jamii nimebeba yeye anatazama. Ligi kuu hapa hii. Maana ligi imeshaisha. Imebaki finali. Nabeba yeye anatazama. Belekane kule. Kabeba kombe mtoto Mudi anatazama. Kwa huyu ni mbumbumbu. Yaani unambulia kunawa. Beba kombe hilo. Sasa leo Yanga leo mtoto Mudi abebe kombe. Akina Mziza naliona kombe ile pale. Kaka, mauaji halaiki leo. Na kwenda kumdondosha tsunami ya kufa mtu. Anatokaje kwanza? Lete Debora, lete Mpanzu yuko na Mwimba. Lete sasa. Na bodi ya ligi ungekuwa natoa msimamo kama huu wa leo. Yaani leo bodi ya ligi angelegea na leo mtoto Mudi alikuwa haji. Lakini bodi ya ligi maana ameshatoa msimamo. Wasema usipokuja pointi 30 tunazibeba. Sasa wao unafikiri kwa pointi alizokuwa naanza kupepea. Waenda kanyang'anywa pointi 30. Sangeenda kushuka daraja angeenda kucheza mabonde kuinama kule. Kwa hiyo Mariam linakuja. Lete njoo kiumeni haraka. Wako Bunju. Ngoja niangalie sasa hivi sio wako wapi. Mara imesikia anakuja. Hebu angalia. Namuona Debora anakunywa juisi yule anakuja, namuona namuona na Mpanzu yule na mwenyewe kakunja kibukta naye anakuja. Bwana wako njiani anasema. Kwa wananchi wanamwambia hii ngoma leo hailali. Mtoto atumi dukani. Sasa mwananchi nakushangaa. Tunachukua ndoo hapa Benjamin Mkapa. Wewe unashangilia kwenye mabanda. Njoo kwa Mkapa ushuhudie tunavyotangaza kombe la Golden League. Mtoto wa Mudi tukimwacha analia pale. Mtoto mmoja anatokaje kwa pila lile bovu. Kaka leo ukiguswa tu waya. Yaani leo watu wakiguswa tu waya. Leo tano naziona vijana shakunjangita. Hadi akina Mzizi naangalia kwanza. Namuona Mzizi. Hata akina Mzizi. Akina Mzizi hawana wote hawana shangilia tu sasa hivi ubingwa. Na kombe tayari 5 kaka, hizo tayari kaka. Kwani waambie watoto wa Mudi, waambie nafanya haraka, tunamnao. Nakuja kumpigia spana leo. Gari bovu upelekwa wapi gereji? Na likiwa bovu linapigwa spana na magabi namba 15 twa. Hii sasa hili ni gari bovu. Kaka, sisi tuko vizuri na tunajiamini kweli kaka. Kwa pila lile bovu la watoto wa Mudi lile ambao tunaona kwenye mechi zilikuwa mbeleko tu na marefali watakwenda kuchezesha pea. Kwa hiyo wote ni wageni pale. Kwa hiyo mwambieni aje fanya haraka. Na Mama Samia yuko njiani anakuja. Anasema atakuwepo Benjamin Mkapa. Sasa leo Mama Samia yupo njiani wewe usiwepo. Sitakuwa dharau hiyo. Lete Debora, lete huyo Mpanzu. Bakola atacheza. Lakini yuko na mwingine hapa.